Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Jumamosi, siku ya Jumamosi. Tumshukuru Mungu maana ameendelea kutubeba na neema, neema yake imezidi na kutufunika. Kuanzia siku ya Jumatatu, Mwenyezi Mungu kutulinda mpaka siku ya leo. Sio jambo rahisi. Na kwa sababu kwako wewe kuamka siku ya leo katika uso wa dunia, si eti kwamba kuna kizuri ambacho kikubwa umeweza na kumtendea ama kumfanyia Mwenyezi Mungu, lakini tu ni kwa sababu ya neema zake, kwa sababu tu ya baraka zake, maana ameweza na kukufikisha kwa siku ya leo. Hivyo basi tumshukuru, tunasema ni asante kwake, maana ametuonea mema yote kwa hiyo wiki yote mpaka siku ya leo. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kunyunyiziwa hizo baraka na mtumishi wake ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastoret, Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa ili ukaweza na kupokea mengi tu ambayo Roho wa Mwenyezi Mungu amemwandaa nayo ni kwa sababu yetu. Karibuni. Asante mtazamaji wangu kwa asubuhi ya leo ambao Mungu ametujalia. Kwa hivyo tunalo jambo la kusema asante kwa Mungu kwa maana ametuwezesha. Kwa hivyo karibu sana katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ili tupate kubarikiwa pamoja. Neno la Bwana tutalisoma kutoka kitabu cha Wakolosai, mlango ni wa 3, mstari ni wa 13. Biblia inasema hivi: mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Mungu, twaomba unene nasi kwa maana una uwezo wa kufanya hivyo. Nami nitumie kama chombo chako nikanene wa neno lako kulingana na mapenzi yako. Na kile umeandaa asubuhi ya leo kikiisha unipe kunyamaza. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Katika neno hili ambalo nimelisoma ni neno ambalo linahusu kusameheana. Kwa maana sisi watu wa Mungu ambao Mungu alituumba na upendo, ambao Mungu alituumba ili tuendelee na kumwabudu, tuwe na upendo, tuwe na ushirikiano mwema, ndugu na dada. Na hivyo ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri mtumishi wa Mungu alivyoandikia ili kanisa wawe na roho ya kusameheana. Na hivyo mtazamaji wangu asubuhi ya leo, ningeomba tuwe na hii roho, kwa maana tusipokuwa na roho ya kusameheana, ni kweli tutaishi, ni kweli tutakaa tukiomba, tutakaa tukiendelea na kumwabudu, lakini tusipokuwa na msamaha kwa wenzetu, tusipokuwa na roho ya kusameheana, hakika inawezekana ikawa Mungu aweze akasikia maombi yetu. Kwa maana kama hatuwezi tukasameheana na kuhurumiana kama watu ambao ni wanamcha Bwana, hakika mbingu ambalo tunaenda itakuwa na shida kwetu. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba msamaha ni wa maana. Hata kama mtu amekutendea mabaya, hata kama mtu amekufanyia haji, ni vizuri ujue ya kwamba uwe na roho ya msamaha. Kwa maana msamaha ndio Mungu anahitaji kwetu. Kama vile Biblia inatuambia ya kwamba kama Wakristo, watu wa Mungu ambao Mungu ametupa hai, watu ambao Mungu ametupa na tuko na nguvu za kuishi. Mungu ametupa ili tuwe mahali hapa, ili Mungu akupe hii neema ya kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Ni vizuri uelewe ya kwamba ni vizuri tujue ya kwamba tunahitaji kuwa na msamaha kwa wale wengine. Na Biblia inasema ya kwamba tuwe watu wa kuchukuliana. Unapokaa na unaona mwenzako ana shida,
ama anahitaji msaada kutoka kwako, ni vizuri ujue ya kwamba shida yake ni kama shida yako, na hivyo ndivyo Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri kuwa na kuchukuliana shida zetu na haja zetu ambazo ni kama ndugu na dada. Ni vizuri ujue ya kwamba hata kama ni rafiki yako ama jirani yako anahitaji msaada wako, ni vizuri umpe. Hata kama alikukosea, mpe msamaha na umtendee haki, kwa maana Biblia inasema ya kwamba tuchukuliane na kusameheana. Kwa maana tunapochukuliana sisi kwa sisi na tuwe na msamaha, hakika naye Mungu anaingilia kati na anafungua milango ambayo shetani amefunga. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba msamaha ni wa maana. Hata kama watu walikuchukia, wakakunenea mabaya, wakasema mabaya kukuhusu, Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri uache hayo ili umpende na Mungu aneemeshe neema, kwa maana upendo unahitaji hiyo neema. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba, mtazamaji wangu, ni vizuri ujue ya kwamba yule ambaye uko karibu naye mpe msamaha na umpe msaada ambao unahitaji kumpa, kwa maana Mungu anahitaji hivyo kwetu. Kwa hivyo jambo lile lingine, kama Wakristo ni vizuri tuwe na roho ya kusameheana, kwa maana tunapoishi katika maisha ambayo tunaishi, kuna kukoseana, kuna kutendeana mabaya, lakini kama tutazidi kuendelea na kusameheana, hivyo naye Mungu atatusamehea, kwa sababu tulikuwa watu ambao ni wenye dhambi, tulikuwa watu ambao hata hatukubaliki machoni pa Mungu, na kwa sababu ya msamaha akatusamehea makosa yetu, naye akatupenda. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba usipokuwa na roho ya msamaha, pia wewe dhambi ambazo unafanya, mambo mabaya unayofanya, Mungu naye hata kusamehea, kwa sababu ulichukia wengine, uliwatendea vibaya, uliwanyanyaza, na ukaweka roho ya mnyama, ukaweka roho ambayo haina uungu ndani yake. Biblia inatuambia ya kwamba wewe mwenyewe siku itafika, hakika Mungu akutupilie mbali, kwa maana una roho ya Mungu, na roho ya Mungu ni roho ya kusamehea watu wale wengine ambao wamekukosea. Biblia inasema ya kwamba tusilaumiane sisi kwa sisi, kwa maana tunapolaumiana, tunapoendelea na kunena mambo mabaya kwa wengine, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu anaenda mbali nasi. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, ningeomba Mungu atusaidie ili tusilaumiane, kwa maana shida ambao ni shida kubwa ambayo inaendelea na kututeza sisi ni kwa sababu ya kulaumiana sisi kwa sisi. Biblia inasema ya kwamba tusameheane, kwa maana Mungu anahitaji hivyo, kwa maana tukisameheana nasi Mungu atatusamehe, kwa maana tutakavyosamehewa na Mungu ufalme wa mbingu tutafika. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe hivyo asubuhi ya leo, tujue ya kwamba ni vizuri na Mungu anahitaji msamaha kwetu, na tusamehe wengine, naye Mungu atukumbali. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, kama una kisasi na mwingine, ningeomba asubuhi ya leo Mungu akupe na upokee hiyo roho ya kusameheana. Usamehe huyo amekukosea na umpende, kwa sababu Mungu anahitaji msaada kutoka kwako ili upate kumpa msaada. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na roho ya kupendana, roho ya kurumiana, na hiyo ndio roho ya Mungu. Na asubuhi ya leo Mungu ataendelea na kutuinua. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Umetutendea vyema. Tunakuinua Baba. Asante, kwa maana hakika tunahitaji neema yako, kwa maana kuwa na roho ya kusameheana inahitaji nguvu zako. Baba, tunasiomba ili ukazimwange kwetu, kwa maana wengi wametukosea, wengine wametutendea mabaya, lakini Mungu, kwa sababu ya neno lako umetuambia ya kwamba kama tutazidi kutembea nawe, lazima tuwasamehe au wengine. Baba, tunaomba ili tuwasamehe na tukae tukipendana sisi kwa sisi, kama vile wewe Mungu ulitupenda, na vile tunakaa wewe na watu wako. Kwa hivyo Mungu, twaomba utusaidie kwa haya. Jehova Mungu, twaomba
usidi kuwa pamoja nasi na mahitaji yetu yako kwako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Sameheaneni kama vile ambavyo Yesu Kristo aliweza na kuwasamehe. Hayo ni maisha mengine ya Mkristo ama ya muumini. Tunafaa kuwa na roho ya kusamehe kila wakati. Ninajua kwamba hilo ni jambo ambalo kwa wengi huwa na uzito wake fulani. Lakini kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu kupitia kwa upendo wake aliweza na kutusamehe, maana aliweza na kumtuma mwana wake wa pekee afe pale msalabani, ni kwa sababu yetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo tu Mwenyezi Mungu anatusihi ili tuzidi na kusamehana kila wakati, maana hata nasi tuliweza na kusamehewa. Uweze ukasamehe mwenzako bila upendo. Tuwe na upendo ili tukaweza na kuwa na roho pia ya kuweza na kusamehana. Lakini hata wewe unaposamehewa, usilichukulie tu ni jambo tu la kawaida. Usilichukulie ni kama tu weakness ya mtu, kuanza tu kumtumia tu vibaya kwa sababu kila hata kwambia tu amekusamehe. Kumbuka kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kadili tu na wewe. Mwenyezi Mungu akiamua kudili na wewe, mambo yatakuwa yameharibika. Angalia mwenzako, angalia usimuumize, ili Mwenyezi Mungu asifike tu mahali aone kwamba kweli wewe, kwa sababu ya huyo tu nitaweza na kusimama na nitaweza na kuona vile ambavyo hata nami nitaweza na kukutendea. La mno ni kwamba tuwe na roho ya kusameheana. Achana na mambo ya kusema kwamba hata tukifika njoo mbinguni sitaweza na kumsamehe. Utafikaje njoo mbinguni kama wewe mwenyewe hauwezi ukasamehe? Huwa tunasali yale maombi ambayo hata Yesu aliweza na kuwafundisha wanafunzi wake, na hata sasa huwa tunayaomba. Na tunafika tu pale tunasema kwamba tusamehe kama vile ambavyo huwa tunasamehe wale ambao waliweza na kutukosea, wale wenzetu wametukosea. Unaomba hivyo na unajua kwamba haukuweza na kumsamehe mwenzako. Msamehe na uache kumbeba katika maisha yako, katika roho yako. Utaendelea na kuumia. Msamehe tu na mtu hata kumbeba kila wakati, maana utaweza na kuumia. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Kwa wale ndugu zetu, dada zetu ambao huenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Bye bye.